Katika harakati za upande wa kikosi cha Yanga kupambana zaidi kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri yatakayokuja kuwabeba katika sehemu ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League. Kikosi cha Yanga kesho kinataraji kushuka mzigoni mechi ya upande wa NBC baada ya mechi ya mwisho kucheza upande wa kombe la shirikisho la CRDB. Yanga watakuwa ni wenyeji mnamo majira ya saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakiwaalika na kuwakaribisha vijana wa Mbeya City. Moja mchezo ngumu zaidi, moja mchezo wa kwenda kulipa kisasi baada ya mechi ya kwanza kutamatika kwa sare tasa bila kufungana. Sasa nao Yanga wanapata nafasi nzuri zaidi ya kwenda kumfunga Mbeya City katika uwanja wao wa nyumbani. Kufuata na kuendea mchezo huo, mambo mengi zaidi tayari yapo na Yanga wao maandalizi yanazidi kuiva kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo mazuri na pia timu inakuwa katika mentality na ustadi wa mengi zaidi yaliyotukuka. Kufuata na kuendea mchezo huo, coach Pedro Goncalves yeye na benchi lake la ufundi tayari wametangaza mabadiliko kwenye kikosi chao, sehemu ya wachezaji wakipumzishwa kulingana na namna ambavyo wametumika, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana, wachezaji muhimu ndani ya kikosi hicho kurejea. Mfano wao ni Djigui Diarra ambaye yeye amerejea baada ya kukaa nje kwa siku kadhaa akitumikia adhabu ya michezo mitatu aliyoweza kupatiwa upande wa bodi ya kamati ya saa 72 kufuatia mwenendo wa makosa aliyokuwa nayo. Lakini pia upande mwingine ni upande ambao tukitazama kwa kina kikosi cha Yanga, wachezaji wao kadha wa kadha pia wamerejeshwa kwenye kikosi, na moja nyota ambao pia wamerejeshwa kwenye kikosi cha Young Africans hapa tunamzungumzia mwamba kweli kweli, Prince Mpumelelo Dube ni moja nyota ambao wamerejea kwenye kikosi cha Young Africans kufuatia majeraha aliyokuwa kimkubwa. So Yanga nao baadhi ya wachezaji wao akina Depu, akina Boka, ukija ukitazama kina Emmanuel Edmond, kina Emma Mwanengo ni moja nyota ambao wamekosekana katika michezo kadhaa, lakini tayari nyota hao wamerejea kuhakikisha kwamba wanalisukuma gurudumu na timu inapata kile kinachohitajika katika nafasi hiyo. Ataraji kufuata na kuendea mchezo huo wa hapo kesho, coach Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko makubwa ndani ya kikosi chake, tofauti na wachezaji ambao tuwatazama mechi ya mwisho wiki iliyopita Yanga akicheza dhidi ya TMA Stars. Probably nikugurishe katika sehemu ya wachezaji 11 ambao tutakwenda kutazama kutokea kunako miamba hii ya Young Africans wakicheza dhidi ya Mbeya City. Kikosi cha Yanga nyota 11 watakuwa hivi: golikipa ni Djigui Diarra anarejea eneo lake, then beki namba 2 tupo na Isra Patrick Mwenda. Upande wa beki namba 3 ni Mohamed Hussein Zimbo Junior, huku mabeki wawili wakati tunaye Ibrahim Abdullah Baka akicheza sanjari na Frank Asinki. Upande wa namba 6 tupo na Damaro Kamara holding midfielder, then 7 ni Max Mpia Nzingiri, wakati nambari 8 yupo Mwamba Duke Abuya, 9 ni Prince Dube, then 10 yupo Pacome Pedro Zuzwa, na 11 anahitimisha Aran Okero ndiye ambaye anahitimisha idadi ya nyota 11 ambao tutakwenda kutazama kutoka kunako kikosi cha Young Africans wakishuka mzigoni dhidi ya miamba ya Mbeya City. Saa 12:30 ndio wakati mechi itakwenda kupigwa, na hichi ndicho kikosi ambacho kinakwenda kuanza. Upande wako kwa kikosi hichi unaiona wapi nafasi ya Yanga kwa ushindi katika mchezo? Hii ni Sky Media, chaguo la wengi, sehemu pekee ambayo unahabarika na kuzipata taarifa na updates moja kwa moja. Kikubwa kama ni mara yako ya kwanza pia ni kuombe uweze kusubscribe. The best upcoming sports presenter ndiye ambaye nimeweza kupatia taarifa na update hii.